Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe sana. Amen. Mungu awabariki kwa kuweza kufika ibadani. Amen. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa wema na fadhili zako. Sifa na utukufu ni wako Bwana. Ninalihimidi na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe ni mwema. Baba, nikabidhi kipindi hiki mikononi mwako na kwa mapenzi kwa kupata kutumia katembeza kila mmoja kwa maana Bwana atujua vyema. Nikifunga kwa kabisa kila roho zilizoleta tafsiri tofauti, hatuna mamlaka mahali hapa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Takuwa ni kichwa cha somo kinachosema upendo wa Mungu kwetu. Upendo wa Mungu kwetu. Taenda kuangalia Zaburi ya 20. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka na kiini cha somo letu katika Zaburi ya 107 aya 20. Zaburi ya 107 mstari 20 inasema, ulituma neno lake kuwaponya, kuwatoa katika maangamivu yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Biblia inasema ulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa katika maangamizi yao. Kwa hiyo tutaenda kuangalia katika kitabu hiki cha Zaburi kwa kujifunza zaidi. Tutaona kwamba kitabu hiki cha Zaburi ni moja ya vitabu ambavyo vipo katika Agano hili la Kale. Bwana Yesu asifiwe. Pia ni mkusanyiko wa nyimbo, maombi na sifa kwa Mungu, ambapo pia hiki kitabu kimetungwa na waandishi mbalimbali kwa kipindi cha takriban miaka 1000 kuanzia wakati wa Musa hadi baada ya Israeli kurudi kutoka uhamisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa historia fupi ya kitabu hiko, lakini katika kitabu hiki cha Zaburi, licha ya kuwa na waandishi kadha wa kadha, lakini tunaona mwandishi mkuu wa kitabu hiki ni Daudi, ambaye yeye tunaona ana zaburi nyingi karibia 73 kulingana na unaposoma vichwa vya habari vya zaburi hizi. Pia zaburi nyingine zimeandikwa na waandishi kama wale wana wa Asaf, Musa, Sulemani na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wana wa Asafu walikuwa ni mmoja wa wale waliokuwa waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Na ni viongozi wa sifa au muziki katika Israeli. Kwa kuna zaburi kwa mfano ya 50 au ya 73 mpaka ya 83. Hizi ni zaburi ambazo ziliandikwa na wana wa Asaf ambao jumla yake ziko 12. Pia kuna zaburi ambayo aliandika Musa, zaburi ya 90 ambayo ndio zaburi pekee inayotajwa wazi kuwa ni sala ya Musa, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kwa mwandishi wa Zaburi ya 107 tunaona mwandishi hakujulikana. Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi hii ya 107 kusudi lake kubwa ambayo tunaenda kujifunza, maudhui yaliyopo katika Zaburi hiyo, tunaona kwamba kusudi kubwa ni kuwaokoa wale waliokuwa wamepotea na kuwapa njia sahihi yaweza kupita. Pia huwaondoa wale wafungwa na wanaoteseka. Pia huwaponya wagonjwa. Pia huwatendea mema watu wanaomtumaini Mungu. Pia huwalinda maskini wasikandamizwe. Utaona katika mstari wa 41
Vile vile kwa neno lake ni uponyaji. Neno lile la Mungu ambalo analituma ni uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika hii 107 Biblia hii ya kwetu inasema ulituma neno lake uwaponye, uwatoa katika maangamizo yao. Lakini ukisoma tafsiri ya Biblia ya tafsiri ya Ulimwengu Mpya inasema alikuwa akituma neno lake na kuwaponya na kuwaokoa kutoka katika mashimo ambamo walikuwa wamenaswa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni tafsiri ambayo tunaipata katika Biblia ya tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Kwa hiyo Mungu anapolituma neno hana kusudi ya kwamba aweze kukutesa. Hapana, anaituma neno kwa kusudi ya kuponya. Katika uponyaji huo unaweza kuwa aina mbili, unaweza tukauona. Anaweza akakuponya magonjwa au anakuponya utoke katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa anaposema kwamba anawatoa katika maangamizo, unaposema maangamizo maana yake ni uharibifu ule mkubwa. Ndio maangamizo, ni uharibifu ule mkubwa. Kwa hiyo neno la Mungu linapokuja haliji bure, bali lina upendo ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Halijalishi litakuja katika sura gani, lakini kusudi kubwa ni upendo wa Mungu kwetu. Anasema anatutoa katika maangamizo. Kwa analituma neno hili ili tuweze kuponywa, tusiweze kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Pia tutaenda kuangalia katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 21. Kitabu cha Hesabu sura ya 21. Tutasoma mstari ule wa 8. 21 mstari ule wa 8. Hesabu 21 mstari wa 8 ndio anasema, Bwana akamwambia Musa, ifanyie nyoka ya shaba ukaweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu atakayeumwa aitazamapo ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwa jinsi ambavyo wana wa Israeli walipokuwa wamekata tamaa au walipokufa moyo baada ya kuizunguka nchi ya Edom. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo walikuwa wakisafiri kutoka katika mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu. Kwa hiyo wakaona ile njia kwamba ni ndefu, inawachosha, wakafa moyo. Vile vile njiani wakakutana na kwamba chakula wakakuta hamna, maji hamna, wakaanza manung'uniko mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wamenung'unika, ina maana wakamtenda Mungu dhambi. Baada ya kumtenda Mungu dhambi, tunaona akaja akaachilia mstari ule wa 6. Sasa Bwana akatuma nyoka, wakamwendea nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Bwana Yesu asifiwe. Tafsiri nyingine ya hizi nyoka za moto ni wale nyoka wenye sumu. Kwa baada ya kunung'unika, hawakuona fadhili za Mungu, hawakuona upendo wa Mungu, au hawakuona pia na kukumbuka jinsi ambavyo Mungu alifanya matendo makuu ambayo mwanadamu hakuweza kufanya. Lakini kwa kuona njia ile sasa imekuwa ni ngumu, chakula hamna, maji hamna, hawakumwangalia Mungu, wakaanza kumnung'unikia Musa. Bwana Yesu asifiwe. Wakidhani kwamba Musa yeye ndio aliyewatoa kwa nguvu zake, hawakumwangalia Mungu. Baada ya yale manung'uniko, Mungu akaona hawa ili niwafundishe adabu, akaachilia wale nyoka wa moto ambao walikuwa wakiwauma wanakufa. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye wakapata neema ya kupambazuka akili kusema hapa tutaisha. Wakamwendea Musa kumwambia, Bwana, tumetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana. Kwa hiyo kumbe walipokuwa wanafanya, wanajua kwamba hii ni dhambi, lakini wanashupaza shingo tu. Kwa baadaye wakaomba, akasema
Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa itazamapo ataishi. Kwa hiyo tunaona neno la Mungu hapa likaja kwa Musa kusema kwamba aifanye nyoka ya shaba, aiweke juu ya mti, ili kwamba kila atakayetazama aweze kupona. Kwamba yule nyoka atakapokuja kumgonga, atakapoitazama ile nyoka ya shaba aweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo manung'uniko ilikuwa ni dhambi mbele za Mungu, sababu anaponung'unika mtu ili hali ametendewa matendo makuu, ina maana anafuta yale yote ambayo Mungu aliyatenda mbele zake na kuona kwamba sio kitu. Kwa hiyo kama Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika kitabu hiki cha Hesabu tunaona kwamba inakuwa inasimulia hasa kusudi lake kubwa ni kusimulia historia au safari ya wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika mlima ule Sinai kuelekea nchi ya ahadi. Na vile vile, kwa hiyo sasa ni wewe umelisikia lile neno, hatua inayofuata ni kwako unyanyue kichwa kutazama, au useme mimi sitazami kwamba ni nyoka tu yule wa shaba. Kwa hiyo aliyeweza kutii aliweza kupona, lakini ambaye hakutii aliweza kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza ukapita, si kila changamoto inakuwa kwamba ni shetani labda ameisukumia pale. Kuna muda mwingine Mungu anaweza akakuacha akutazame kwamba akili iko sawa. Unaweza kupita katika changamoto fulani, lakini usipotambua kwamba nirudi nyuma, hii changamoto ninaipitia kwa sababu gani? Je, njia zangu zinampendeza Mungu? Lakini kama hazimpendezi Mungu, ni rahisi ukafanya toba na kurudi, kwa sababu yeye ni Mungu wa rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na lile neno ambalo unakuwa umelisikia kwa kusudi kubwa la kutengenezwa, inapaswa kulitii, kwa sababu Mungu hafanyi kazi ya hasara na hafanyi kitu kwa sababu ya kukomoa mwanadamu. Na anasema yeye ana upendo na mwanadamu na anampenda. Bwana Yesu asifiwe. Na upendo wa Mungu sio kama upendo wa mwanadamu. Mwanadamu upendo wake anaweza kukupenda kwa sababu umempa kitu fulani au umemfanyia kitu fulani kizuri ambacho yeye amekupenda, basi anaona huo ni upendo. Lakini upendo wa Mungu, ametupenda bure. Hakuna ambacho sisi tumemfanyia. Fikiria ni mangapi ambayo tunamkosea. Ni mengi ambayo tunamkosea, lakini kwa upendo wake hataki kutuangamiza. Kwa agano hili la Agano Jipya, kipindi cha neema ni tofauti na kipindi kile cha Agano la Kale. Agano la Kale ilikuwa ikikosea ni muda huo unapata adhabu yako. Tena ni kama ni kifo kile cha wazi, sio kifo cha kiroho. Tunaona hata wana wa Kora walipokuwa wamekosea, hali ilifunguka ikawameza na wenzao wakiwa wanatazama. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipindi hiki cha neema, Mungu anakuwa anatuma neno mara kwa mara. Labda pale hajasikia, atatuma kwa kupitia huyu, atatuma tena kwa kupitia huyu. Muda mwingine anaweza akatuma neno kwa kupitia hata mtoto, akaongea neno, lakini ukikaa chini kulitafakari ukasema huyu sio mtoto, ni Mungu yuko anasema na mimi. Kwa kusudi kubwa ni kuweza kutuponya. Lakini hilo litaleta uponyaji kwa yule tu ambaye atakubali kuponywa. Lakini asiyekubali kuponywa hawezi kupata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kuangalia na Yohana, Injili ya Yohana sura ya 3:14-15. Yohana sura ya 3:14-15 inasema,
Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. 15 ili kila mtu aaminie na awe na uzima wa milele. Kwa hiyo na sisi leo katika agano hili jipya, Mungu aliweza kumtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili kwamba kila atakayemwamini, kila atakayemtazama asiweze kupotea wala asiweze kuangamia. Kwa hiyo uponyaji wetu leo sisi upo kwa Yesu Kristo, na Yesu yeye ndio neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kumtii yeye ambaye ni neno, ndio tunaweza kufika, tunaweza kupona, kwa sababu neno lake ni hakika na kweli. Kwa hiyo neno la Mungu haliji bure, lina kusudi kubwa la kuponya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa yule ambaye atachunguza njia zake kwa kuona kwamba niko sawa, au mwenye kujikagua kila mara kwamba niko sawa, ninaenda sawa na sheria ya Bwana inavyonitaka kuenenda, huyo ndiye atakayeweza kufika, ndiye atakayeweza kupona. Lakini kwa yule ambaye atakata shingo, tunaona kwamba ataweza kuangamia. Hata Farao tunaona aliweza kuangamia pamoja na jeshi lake lote. Kwa sababu gani? Mungu alituma Musa aweze kwenda kusema na Farao, lakini Farao hakuweza kutii. Baada ya kuto kutii, tunaona akawa na shingo ngumu. Baadaye akaona awafuate moja kwa moja, na yeye akidhani kwamba katika kupita katika ile bahari atafanikiwa na yeye kupita kama walipopita wana wa Israeli. Lakini tunaona Mungu anasema akawachungulia pale walipokwisha kuingia katika ule mpasuko wa bahari, akayalegeza magurudumu ya wale farasi ili kwamba wasiwe na spidi ya kuweza kuwafikia wana wa Israeli. Baadaye walipofika katikati, akayaruhusu maji yaweze kuwameza. Tunaona waliangamia pamoja na jeshi lake lote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko hasara kubwa ambapo unapopata shingo, unaposhindwa kulitii neno la Mungu, iko hasara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko hasara kubwa ambayo unaweza kuipata. Tunaweza kuangalia watu kadha wa kadha ambao tunapata mfano kutoka kwenye Biblia waliokuwa wameshupaza shingo licha ya kuwa Bwana amewajizia neno. Utaenda moja kwa moja kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo. Mwanzo sura ile ya 4. Tunaona Mwanzo sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 12.
yaliyo mazuri ndio yatakayokuwa kwangu, lakini haya yaliyo dhaifu yaliyooza nimtolee Mungu sadaka. Kwa hiyo baada ya kutoa hivyo, ule utoaji wa kumpendeza Mungu, lakini Mungu aliitakabali sadaka ile ya Habili ambayo ilikuwa ni sadaka nzuri, alitoa kwa moyo wa kupenda na kwa kumpenda Mungu. Lakini Kaini yeye alitoa kusema basi na mimi nionekane nimetoa tu sadaka. Hakuweza kujifunza kwa wenzie, kwa maana kwamba si kwamba ni mara moja tu waliweza kutoa sadaka na Mungu akaitakabali. Hapana, ina maana kulikuwa kuna desturi ya kutoa sadaka mara kwa mara. Kwa hiyo hakujifunza kwamba hii mara ya kwanza mbona sadaka yangu Mungu hajaitakabali, kwa ngoja nikae chini niangalie ni wapi ambapo sifanyi vizuri. Hakuweza kufanya hivyo, lakini baadaye tunaona akaingiwa na wivu, akaingiwa na roho mbaya ya kutaka kumuua ndugu yake. Baada ya kupanga hilo wazo na kuliweka, bado kulifanyia utekelezaji, tunaona Mungu anaongea naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika mstari ule wa 7 anasema, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yakupasa ushinde. Kwa hiyo hapa Mungu alishamwambia kabla ya hilo tukio hajalifanikisha. Kwa hiyo alipewa tahadhari, alimpa neno kusema kwamba dhambi iko inakuotea mlangoni. Kwa hiyo ilikuwa ni jukumu lake yeye la kukaa chini kusema hii dhambi inayoniletea ni hivi, ni hii ya kumuua ndugu yangu ambayo ninaipanga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona bado akawa na shingo ngumu, anamjibu Mungu katika ndugu wake, anamuuliza ndugu yako yuko wapi? Anamwambia mimi ndo mlinzi wake. Yaani yeye ndo anafanya kazi ya kuwa anamlinda Habili kila anapoenda. Tunaona ni majibu ambayo hayakupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata kwetu tunaweza tukaletewa neno au akatuonya kusema kwamba hiki na hiki ni tahadhari, mwisho wake sio mzuri, lakini tunaweza tukaligeuza lile neno, tukaligeuza tukaona kwamba halifai, tukaliweka pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Tunaona baada ya kumua Habili, ile damu bado ikawa inalia, inadai kisasi mbele za Mungu. Kwa nini Kaini ametenda uovu? Ni hali alikwisha kupewa tahadhari. Tunaona hakupata baraka Kaini, zaidi alipewa laana. Anasema Mungu anasema utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona laana ambayo alikuwa ameipewa Kaini kwa sababu ya nini? Ya kuto kulitii lile neno ambalo Mungu alilituma. Alilituma mapema ili kwamba kuweza kumponya asiweze kuangamia. Kwa hiyo akaishia kupewa laana na baraka hakupata. Kwa sababu gani? Ya kuto kulitii lile neno ambalo ametuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na sisi tunapopewa tahadhari ni vizuri kuchukua hatua, lakini pindi tutakapokuwa tumeshupaza shingo hatutaweza kufanikiwa. Masomo yamepita kukagua kama jina lako lilivyo kwenye kitabu cha uzima, sifa imepewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hatuine na kuandaa hivi, sababu ni mabibi harusi na kuandaa kwa ajili ya ile harusi ya mwana kondoo. Kwa hiyo pindi anaposema mjikague kwa habari ya kama jina liko kwenye kitabu cha uzima au na safari ya kwenda mbinguni, ni vizuri kujikagua, kwa sababu hajui saa wala dakika. Pindi atakapokuja atukute tukiwa safi, lakini atakayelipuuza, basi saa ile itakapofika itakuwa ni kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama tahadhari ambayo alipewa Kaini mapema, na sisi kwetu leo tunapewa tahadhari hiyo, tunapaswa kuipata. Pia tunaweza kuangalia mtu
mtu mwingine au watu wengine tunamkuta Adamu na Hawa, Adamu pamoja na mkewe. Bwana Yesu asifiwe. Nitarudi hapo nyuma kidogo, sura ya 2 nitasoma kuanzia mstari wa 16. Mstari wa 16 unasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kwa hiyo hili ni agizo ambalo alikuwa amelitoa Mungu mwanzo pindi anamkabidhi hii bustani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona katika sura hii ya 3 kuanzia mstari wa 1 tunaona nyoka ambaye anasema alikuwa ni mwelevu sana kuliko wanyama wote, akaja akamfuata mwanamke ambaye ni Hawa, akamwambia ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona nyoka ambaye kwa sasa ni shetani, anasimama kama shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye anaweza kugeuza kile kitu ambacho Mungu amekitoa. Anaweza kama mtu anahubiri au ametumwa ujumbe na Mungu kuleta kwako kwa kusudi kubwa la kuweza kupona, lakini yeye akakuletea tafsiri tofauti. Labda amekwambia jambo fulani, mtakapoachana na huyo mtu, shetani anaanza kujitafakarisha kinyume na vile ambavyo imekuja. Kwa maana anaanza kwa kusema ati. Mtu yote anapoanza kusema kama kuna maongezi ya wawili, labda neno linapita, mtakapokutana nje, atakaposema ati lile neno limetoka kwa Mungu, hapo tayari anakuwa anabatilisha kile ambacho kimesema mwanzo, ili kiwe kina tafsiri tofauti. Kwa hiyo anapoanza na ati, inakuwa hapana usalama hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kwamba anasema huyu mwanamke, huku Mungu anamwambia walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Yeye anakuja anaongeza na yeye kwamba ametuambia matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Anasema matunda yaliyo katikati, hasa msiale wala msiaguse, msije mkafa. Lakini huku mwanzo wakumwambia msiaguse, hakuna neno la kusema msiaguse. Kwa hiyo na yeye akaongeza na uongo. Kwa hiyo na shetani hapo akasema hapa tuendelee na safari, aendelee tena kumpoteza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya kumdanganya, tunaona alichukua lile tunda akalila, akampa na mmewe naye pasipo kutafakari lile neno ambalo Mungu alikwisha kuwapa kabla hata akalila. Naona macho yao yakaweza kufunguliwa hata wakajua kwamba wako mchi. Baada ya hapo tunaona tena laana inakuja juu yao kuanzia mstari wa 14. Sura ile ya 3, Mwanzo sura ya 3 mstari wa 14, tunaona laana inapokuja. Anasema Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake. Huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nitakurudishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa utungu, utazaa watoto na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema, usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako.
Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona waliposhindwa kutii lile neno ambalo Mungu aliwapa, waliweza kupata laana. Kwa hiyo yamkini wangetii, ingekuwa tunaishi milele, wala kusingekuwa kuna kuzaa kwa uchungu, wala kula kwa shida isingekuwa. Hizi dhiki, adha na nini visingekuwepo, lakini kwa sababu ya kutokutii kwao ndiyo sababu ya haya yote yanayotokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo utii ni bora kuliko kuwa na shingo ngumu. Kwa hiyo tunapopewa maonyo au tunapofundishwa kuhusiana na habari ya mwenendo, tusikae pembeni na kumkuta jirani kwanza kujisasi juu ya yale ambayo tumepewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni mwana wa Lameki na ni mjukuu wa Metusela. Alikuwa ni kizazi cha Seti, ambaye Seti ni mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Nuhu aliweza kupata kibali au alipata neema machoni pa Mungu. Akasema alikuwa ni mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu wa kiume ambaye ni Shemu, Ham na Yafet. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mfinje, fanya na vyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona hawa wana ambao walizaliwa baada ya wana wa Mungu kuzaa na mabinti waliokuwepo pale, walizaliwa watu ambao wanaitwa Wanefili au majitu, ambao walikuwa wana nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baadaye uovu ukazidi katika uso wa dunia, hata ukamkasirisha Mungu kufikia hatua ya kusema kwamba aweze kugharikisha, amfutilie mbali mwanadamu, yaani haonekani kwamba hakuwahi kumuumba mtu, kabaki tu peupe kwa sababu ya ule uovu ambao walikuwa wanafanya wanadamu. Lakini tunaona mtu mmoja ambaye alikuwepo katikati ya huo uovu ambao unatendeka, ambaye ni Nuhu. Anasema Mungu alipata kibali machoni pake, alikuwa na watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akamwambia, anasema kwamba mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo akamwambia Nuhu aweze kutengeneza safina. Kwa hiyo katika kutengeneza safina pia hakuwa ametulia tu, lazima alikuwa akisema maneno kwa wale watu waliokuwepo mahali pale, akiwaeleza kwamba waache huo uovu. Lakini kwa kuto kusikia, wakaona kama huyu mzee sasa labda akili zimeshapungua, atafanyaje hii safina? Atasemaje kwamba kuna maji yatakuja kipindi hiki cha kiangazi kabisa? Hakuna hata mtu unaosema kwamba utafunika uje ugaribiwe hapa, hakuna. Walishindwa kujua hicho, lakini Mungu alikuwa anatazama, yamkini labda watakuwa na toba, lakini hawakuwa na toba, wakaweza kupaza shingo zao, wakaendelea na safari ya uovu waliokuwa wanaifanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baadaye tunaona kweli maji, mvua ilinyesha, Mungu akazibua chemchemi ikawa zinatoka chini, pia maji yakajaa. Haya, unasema leo ni mvua imenyesha, unakuta wanajaza vyombo ndani, lakini mvua haikati. Iliendelea mpaka baadaye wakaona wanazidi kuzama. Waliokuwa mahodari wa kupanda milima mirefu waliweza
ameingiza na vile ambavyo Mungu alimwambia na wale watu ambao walikuwa wamepata neema pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na sisi leo safina yetu ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kadiri Mungu ambavyo anazidi kulituma neno ili tuweze kuponywa, tunapaswa kutii. Tuingie ndani ya safina hiyo ili tusiweze kuangamia, kwa sababu Yesu ndio neno na ndio safina. Kwa hiyo tukae katika neno lile ambalo alituma, ambayo ndio ndani ya hiyo safina, kwamba hata itakapokuja gharika, kwa sababu neno liko ndani yetu, tusiweze kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunaona wale ambao hawakuweza kutii waliweza kuangamia. Kama aliweza kuingia na watu 8 tu, aliweza kuingia na watu 8 tu. Ina maana kama ni Nuhu au wale wakweze walikuwa na ndugu pia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata hao ndugu labda walimzoea Nuhu kusema watu yule si binamu yule. Lawezaje neno jema kutoka kwa yule binamu kwamba tutaangamia? Naona sasa amekuwa ameshazeeka. Hawakuweza kutii. Wengine wakaona labda ni mwanangu nilimzaa, anaongea tu, labda huyu ni mkwe wangu, anaongea tu. Lakini mwishoni waliweza kuona jinsi kilivyotokea. Hata wakigonga mambo kwamba Nuhu tufungulie safina ile ya kuifunga Nuhu, alifunga Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wakaangamia huko wanajiona. Unajua kifo cha maji ni tofauti hata cha kulala tu. Kifo cha maji, yaani mtu anavyozama, ina maana mateso anayopata kwa njia anazama mpaka aje kukata roho, inakuwa sio kazi ndogo. Lakini waliweza kuangamia kwa sababu gani? Hawakuweza kusikia lile neno ambalo alilituma. Lakini wale watu wa Ninawi waliweza kusikiliza kile Yona ambacho ametumwa, wakaweza kujua kusema hapa kweli tutaangamia. Wakaweza kufunga, wakavaa magunia, wakionyesha kwamba ni toba. Wakafanya ile toba, hata Mungu akaweza kuwarehemu, wakaendelea na shughuli zao. Lakini waliokuwa wakaidi, ukikaidi neno la Mungu lazima utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Taenda kuangalia pia watu wa Sodoma na Gomora. Tutatembea kitabu hiko cha Mwanzo ile sura ya 19. Sura ya 19 kuanzia mstari wa 14, nayo inasema, Lutu akatoka akasema na wakwezi waliowaposa binti zake, akasema, ondokeni mtoke katika mahali hapa, kwa sababu Bwana atauharibu mji huu. Lakini akawa kama achezaye machoni pa wakwezi. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu akisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhudumia. Wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hili bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akamwambia, sivyo bwana wangu, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani nisipatwe na yale mabaya nipate. Basi mji huu karibu niukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulionena. Hima ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata ingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule likaitwa Soari. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pia hata kwa Lutu, hawa watu wa Sodoma na Gomora walikuwa wanatenda maovu hata wakamkasirisha Mungu.
kama ni uzinzi, wao walikuwa ni wazinzi wa kutosha. Yaani uzinzi umewazidi au na huo uasherati umewazidi hata kwamba malaika wale walipokuja wakawatamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao wanaonekana ni watu waovu waliokuwa wanafanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Lakini tunaona pia katikati ya huu uovu ambao ulikuwa unatendeka, watu ambao walikuwa hawajitambui, wakiwa wamelewa na zile mali walizokuwa nazo, wakifikiri kwamba ile nchi ilipo ya neema ni kwa sababu ya nguvu zao, kwamba tukilima tu tunapata haya mazao, tukifanya hivi tunapata hichi. Waliweza kulewa na zile, wasijue kwamba Mungu yupo, wakalewa na ile neema waliopata, wakafanya uovu, hata wakafika mbele za Mungu kumsikiza akisema kwamba anataka uangamize ule mji kwa moto. Lakini tunaona kwamba yuko mtu mmoja ambaye ni Lutu, alipata naye kibali mbele za Mungu, neema ya yule mtumishi wa Mungu, akaamua aiponye ile nyumba. Aliweza kutii, hakuweza kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa mbele anasema, tazama mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu, nami siwezi kukimbilia mlima nisipate na yale mabaya nitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipata rehema za Mungu akaweza kupona. Lakini hapa anasema mstari huu wa 14, alipokuwa akiwaambia wakweze kwa habari ya kuangamiza ule mji, wale wakweze wakawa wanaona kama huyu baba mkwe ni mtu kama achezaye mbele yao, labda anapiga ngoma anawachezea pale, kwamba ni habari ambazo yani hazipo, zinafurahisha. Anapoongea anaona kama anawafurahisha, kama mtu anapocheza ngoma mbele ya watu, anakuwa unafurahi unayechezewa ngoma. Kwa hiyo zile habari wakaona kama zinawafurahisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hawakuweza kutii, tunaona pia waliangamia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa yule ambaye aliweza kutii, ambaye ni Lutu, tunaona kwamba alitolewa katika ule mji akaenda mji mwingine ambao jina la mji huo uliitwa Soari. Aliweza kuponywa nafsi yake. Kwa sababu gani? Aliweza kutii lile neno ambalo Mungu alimwambia. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalia pia sura hiyo hiyo ya 19, tutamwangalia mke wa Lutu. Mstari wa 26 anasema, wa 23 anasema, jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana, akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi hiyo. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona baada ya Lutu kuingia katika ule mji wa Soari, ndipo Bwana alipoinyesha ile mvua ya moto kuteketeza ule mji, akaangusha, anasema, mji na bonde lote na walio katika ile miji na vyote ambavyo vilikuwa vimemea katika mji huo viliweza kuangamia. Kwa hiyo mstari hasa ambao tunataka tuangalie ni mstari wa 26 ambao unaelezea habari ya mke wa Lutu. Anasema, lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alitazama nyuma, akawa nguzo ya chumvi. Kwa hiyo kutazama nyuma, yamkini moyoni mwake yeye aliwaza kwamba tazama, kule kulikuwa kuna miti yenye matunda mengi, vyakula vilikuwa vimemea. Tazama, kulikuwa kuna vitu vya kifahari, vitu vya anasa. Moyo wake ukarejea nyuma kuvikumbuka vile ambavyo viko kule, hata akageuka nguzo ya chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hakuweza kufika katika ule mji wa Soari ambao mume
wake alienda kusikia. Kwa hiyo katika kutii, si kwamba katika ndoa kwamba mume akiwa anatii itakuwa sababu ya mke labda kufika. Kama mke akiwa sio mtii, hawezi akapata hicho kibali cha kufika mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja kwa nafsi yake, anasema nafsi ile inayotenda dhambi ndio itakayoangamia. Kwa hiyo sio kwamba yule mwenye haki yake itamsaidia na yule asiyo haki. Si sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Au uovu wa yule asiye haki kwamba ikawa sababu ya kumfanya huyu mwenye haki ashindwe kufika mbinguni. Hapana. Anasema roho ile inayotenda dhambi ndio itakayoangamia. Kwa hiyo mkewe Rutu aliambiwa kwamba tunatoka kwa sababu huyu mtu Bwana anataka kuuangamiza, lakini kwa sababu ya kupenda vitu vya anasa au kuona kwamba ule mji ulikuwa unakufikia, moyo wake ulipobaki kule aliweza kuangamia, hakuweza kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo safari ya kwenda mbinguni katika kulitii neno na kuweza kufika ni safari ya mtu mmoja mmoja. Sio kwamba anaposema mume na mke mmekuwa si wawili tena, bali mmekuwa mwili mmoja. Ni mwili mmoja, ndio tumeungana katika mwili, lakini katika roho hatujawa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja yuko na roho yake. Kwa hiyo roho ile itakayotenda dhambi ndio itakayofanyaje? Itakayoangamia. Kwa hiyo kama kwa mwili unaweza mkawa wawili, wakisema wanaangamiza katika mwili, wanaweza kuwakusanya hapo kweli wakapiga risasi mkafa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika roho kila mmoja ataenda sehemu aliyojiandalia yeye. Hamtasema kwamba kwa sababu sisi duniani tulikuwa mwili mmoja, basi na huku mbinguni au jehanamu tutaenda kwa pamoja. Hapana. Haki yake mwenye haki atabaki nayo mwenye haki, na haki asiye haki atabaki hivyo hivyo, hana haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika kutii, kila mmoja inabidi asimame kwa nafasi yake yeye aweze kutii. Kwa hiyo tunaona anayetii ndiye anayekula mema ya nchi, lakini asiyetii anaangamia. Kwa hiyo katika kulipokea neno la Mungu ambalo limekuja kwa ajili ya kutuponya sisi, ni kwa ajili ya faida yetu. Tuko hapa wengi tunasema wote tunatoka katika kanisa la Atos, tuna safari ya kwenda mbinguni. Lakini katika kulipokea neno, kila mmoja analipokea vile yeye anavyoona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakapokutanika hai, Bwana Yesu asifiwe. Tunaona jinsi ambavyo Yesu anazidi kusema. Kwa kipindi hiki nyakati zimesonga, anasema nyakati za mwisho maarifa yataongezeka. Tunaona saizi maarifa yameongezeka sana. Bwana Yesu asifiwe. Saizi kwa nchi zilizoendelea wana mkakati wa kuweka maroboti ambayo yaani anakuwa yanafanya kazi kama jikoni, kuandaa chai, yanaingia, yanachukua sufuria, yanaweka maji, yanaweka viungo vyote vinavyohitajika chai, wanachukua wanatenga mezani, mikate ya maroboti. Kutandika vitanda, yanatandika yenyewe. Kwa hiyo kuta kila kitu kinakuwa kimewekwa kwenye mifumo hii ya teknolojia mpya. Kwa hiyo maarifa yameongezeka sana tofauti na vile ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo nyakati, na maana kusoma ni sisi, kwamba nyakati hizi muda umesonga sana. Kwa hiyo ni kukaa tayari. Anasema kama jinsi ambavyo Sodoma na Gomora au kipindi cha gharika ilipokuwa inatokea, watu walikuwa wanaendelea na shughuli zao. Kama watu wa kuoa walikuwa wanaendelea kuoa, kuolewa, wanaolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja alikuwa yuko katika shughuli zake kama hivi ambavyo tunaona. Lakini katikati ya hizo shughuli pia mwana Adamu alisema hivi, aliishi uangamivu wa hiyo Sodoma na Gomora au kipindi cha Nuhu uliweza kutokea. Kwa hiyo na sisi shughuli zinaendelea, hatujui saa wala dakika. Kwa hiyo anasema mwana Adamu atakapokuja itakuwa ni fumba na kufumbua tu. Kwa hiyo yule ambaye alikuwa analiishi neno ndiye atakayekuwa amepona, lakini ambaye alikuwa sio
sio mtii ndiye atakayeangamia. Anasema hata watu wawili watakapolala kitanda kimoja, kama ni mke na mume au ni watu wawili tu wamelala kitanda kimoja, anasema mmoja atatwaliwa na mwingine atabaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema mwanzo, kama mume ni mtii, mke sio mtii, basi ataondoka mmoja na mwingine atabaki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja baba yake alikuwa anamshuhudia habari ya wokovu. Katika kumshuhudia habari ya wokovu akamwambia, sawa, ukitokea mimi nimeumwa kichwa, ina maana baba wewe huwezi ukaniombea nikapona? Akasema nitakuombea na utapona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaona kwamba katika ile neema ya kupona ndivyo itakapokuwa na saa ya unyakuo. Akasema kama basi ikitokea hiyo siku ya unyakuo unaponyakuliwa, mimi nitakudaka miguu, utaondoka wote. Bwana Yesu asifiwe. Asijue kwamba atakayekuwa na Roho Mtakatifu, kwa hiyo itakuwa kama ni sumaku ya kunyenyuka kwenda mbinguni. Asiye na Roho Mtakatifu na maana anakuwa hana sumaku ile ya kumgusa. Kwa hiyo hauwezi ukasema kwamba nitashikilia miguu niweze kukaa na mimi, itakuwa hapana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema wanawake wawili watakuwa wakisaka pamoja, lakini mmoja atachukuliwa na mwingine ataacha. Kwa hiyo inategemeana sasa uliishije mbele za Mungu. Unaweza tukawa wote katika kanisa, lakini unakuta safari, walio na safari ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri katika kulitii neno Mungu anapohitaji kutuonya kila itwapo leo, kutufundisha namna ya kuenenda ili tuweze kutembea katika safari hiyo. Ni vizuri kutii kwamba kila mmoja itapendeza siku hiyo wote tukakusanyika pamoja kwamba tumeweza kushinda. Lakini ikitokea wengine wamebaki, wengine wameenda, itakuwa haipendezi. Kama tulipo pamoja tuweze kufika pamoja, tuwe na mwisho mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo Mungu ametupa hayo, akiendelea kutuponya kama ambavyo alisema tusiweze kuangamia. Tunafundishwa mengi, kwa hiyo ni jukumu letu sisi kuyashika. Tutakapoyachukulia tu kwamba hao wanaotuonya, wanaotufundisha ni kama watu wachezao mbele yetu, basi tutakuwa kwa uangamizi wetu wenyewe. Lakini tutakapoamua kugeuka kwamba yule sio neno lake au ujumbe alioniletea sio ujumbe wake, angeweza kukuletea, kwa sababu mwanadamu hatuna habari tuseme za neno la Mungu kama lilivyo. Habari ambayo anaweza kukuletea, anaweza kukuletea kwamba labda tutengeneze mikoba au tucheze michezo hasa ya kutengeneza hela. Lakini neno linapokuja la Mungu ni neno la Mungu, yeye mwenyewe amelituma, sio neno la mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi kubwa anataka kutuponya ili tuweze kuwa na mwisho mwema, tusiwe kama watu wale ambao waliweza kuangamia kwa kukosa maarifa, hawakuweza kujua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hata siku ile ya mwisho kwa ambaye atakuwa na Roho Mtakatifu, anasema haitafika kwa ghafla. Lazima kuna alamu ambayo itakuwa inalia kusema kwamba hapa safari baba anarudi, tunaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa unakuwa haujui dakika au saa, lakini lazima kuna alamu itakuwa inaonyesha kwamba muda umekwisha, tunaondoka. Lakini asiyekuwa na roho wa Mungu, ile siku lazima itajia kwa ghafla. Kuna msemo wa kusema kwamba kifo ni fumbo. Kifo ni fumbo kwa yule ambaye hana Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndani yake ndio kifo ni fumbo. Lakini kwa ambaye anatembea na Mungu na Mungu hapo ndani yake anasema anamsikia, kifo kinakuwa sio fumbo. Tukitazama kwa waliotutangulia, unaona amesema kwamba mwendo ulimaliza
kumaliza anaendelea kusema akijua kwamba tayari muda umefanyaje, umekaribia na ondoka. Kwa hiyo kifo kwa mtu ambaye ana Mungu ndani yake sio fumbo, ila ni fumbo kwa yule asiye